nikupe. Lakini kama unataka hebu tusikilize hii video mara moja, baadaye kuna kitu nitasema kwa mwanga wa mafundisho ya Kanisa Katoliki. Nisipepese macho. Kama kweli mnapendana, kwa wewe mwanamke, kuhusu mwanaume, wanaume wote mama yetu mmoja baba yetu, kuna swala la kuchiti, hakuna mwanaume asochiti. Usicheke, nakwambia ukweli. Asikudanganye kwa sababu tu hujafanikiwa kumkamata. Unaweza ukahisi hachiti, lakini hakuna mwanaume asochiti. Mbona hiyo unaitikia sana ndugu yangu? No, si mmetaka ukweli? Hata nikudanganya utabaki hakuna. Wapendwa katika Kristo, naomba nitafakari ushauri huo kwa mwanga wa Kanisa Katoliki. Kanisa linatambua kuwa kuchiti, ambao ni uzinzi au uasherati, ni dhambi nzito inayovunja amri ya 6 ya Mungu inayosema usizini. Rejea Kutoka sura ya 20 aya ya 14. Na kuhesabu uzinzi kama jambo la kawaida au la lazima kwa wanaume wote ni kumpunguzia mwanadamu utu wake na uwezo wa kujitawala. Natoa maelekezo hayo kwa mwanga wa kanisa kusudi Mkatoliki yeyote atakayekutana na mafundisho hayo asisombwe kwa hekima zake za kiulimwengu, isipokuwa ameamua mwenyewe, bali afuate mafundisho kwa mwanga wa kanisa na sauti ya Kristo. Mafundisho ya kanisa yanasisitiza kuwa kwa neema ya Mungu na kupitia usafi wa moyo, mwanaume anaweza na anapaswa kuwa mwaminifu kabisa kwa mke wake. Rejea Katekisimu Mkubwa wa Kanisa Katoliki namba 2337. Na ikitokea mumeo au mkeo akachiti katika ndoa, katika sakramenti ya ndoa, mwanaume na mwanamke wanaahidi kuwa waaminifu katika shida na raha, afya na ugonjwa, hadi kifo kitakapowatenganisha. Upendo wa kweli ni ule unaojitoa kabisa bila kuhesabu michepuko. Rejea Mathayo sura ya 19 aya ya 5 hadi aya ya 6. Mwanaume anaalikwa kumpenda mke wake kama Kristo alivyolipenda kanisa na kujitoa kwa ajili yake. Rejea Waefeso sura ya 5 aya ya 25. Na pia ndugu yetu akaongezea kwa kusema, lakini naye Mwantobe, nikwambie kitu ambacho watu wengi wanatamani kujua, kwa nini mimi mke wangu yupo na mimi mwaka wa 10. Usishike simu ya mwanaume. Naona kwenye mambo yako mnafanya ujinga, unapekua. Usipekue simu ya mwanaume. Labda kama unataka kuachana na mtu, bwana mimi mtu nimemchoka, nataka nikaanzishe maisha mapya, pekua simu. Nimekusikia, nimekuelewa, lakini kwenye kushika simu hapo naona si sawa kutokushika simu ya mtu wako. Nisikilize mimi nipo kwenye ndoa, wewe hujui ndoa. Hapa tu nafanya test hiyo. Ili mahusiano yako yasimame, usishike simu ya mwanaume. Yaani simu ya mwanamke ikiita, geuza hivi, usione kitu. Kwa maana hiyo ni mbona umeangalia sana. Kwa maana hiyo anakuwa ameshajiandaa kabisa kwamba mimi nina watu, simu yangu mwanamke asishike. Sio, kuna bahati mbaya. Mimi nikufungulia demu yangu humu, utakimbia. Wanajangusha kwa 18. Yaani muone hivi UK, wewe unamwona UK kwa sababu unakaa naye kila siku. Kuna mtu akimwona UK ana data, kuna mtu anajimaliza kwenye DM. Kaka naomba tu nikuone hivi. Sasa zile yeye anaweza kujibu kama shabiki kwa sababu sawa, siku nipata muda utaniona. Kwa sababu shabiki utaki kumjibu vibaya. Ukimjibu vibaya atakuja kucomment, wewe una madharau sana. Kwa hiyo unatakiwa mjibu sawa, nikipata muda siku nitaonana na wewe. Sasa umekutana na hiyo message. Ndio imagine umekutana na message. Siku moja tunakuomba nitagaramia kila kitu, siku moja tu tuonane. Let's have dinner, late dinner. Utagombana na watu wangapi? Wengi. Usishike simu. Wapendwa katika Kristo, kwa kadiri ya mafundisho ya kanisa, ndoa imejengwa juu ya ukweli, uwazi na kuaminiana. Kanisa linasisitiza kuwa uongo, kuficha mambo na siri zinazoharibu uhusiano ni kinyume cha amri za Mungu. Rejea Katekisimu Kubwa wa Kanisa Katoliki namba 2464. Na Biblia inasema wanandoa wanakuwa mwili mmoja. Rejea Mwanzo sura ya 2 aya 24. Kama mko mwili mmoja, kusingepaswa kuwa na siri za hofu au mambo yanayofichwa kwenye simu kwa sababu ya hofu ya kugundulika kwamba unafanya dhambi. Hata hivyo,
heshima na amani vinahitajika. Ingawa kanisa linasisitiza uwazi, pia linahimiza nidhamu, heshima, busara na uaminifu. Kupekua simu ya mpenzi wako, mume wako ama mkeo kwa nia ya mashaka, upelelezi wa kushindwa kumwamini mkeo ama mume wako, au kutafuta sababu ya kugombana kunaweza kubomoa amani. Uwazi unapaswa kutoka kwenye moyo wa hiari na uaminifu, na wala sio kwa kuishi kwa hofu au upekuzi, kwani hapo hata huyo ndugu yetu ameweza kutoa sinari ambayo kweli inaweza kutokea. Wapendwa katika Kristo, mtazamo unaosema kwamba kila mwanaume anachiti, kwa hiyo fumba macho usishike simu, ni mtazamo wa kidunia unaoasisi msingi wa ndoa juu ya uoga, udanganyifu na kukata tamaa. Mwaliko wa kanisa kwako na kwa kila mwanandoa ni kutokubali viwango vya chini vya maadili. Kristo anawatafakarisha wanandoa kuishi maisha ya uaminifu, msamaha, uwazi na heshima ya dhati. Sikiliza hii, mwanamke au mwanaume, usifiche simu yako ili mkeo au mume wako asiione. Nayo mwanamke au mwanaume, usiitafute simu ya mkeo au mume wako kusudi umkague ndani yake kuna nini. Ni kukosa uaminifu na ni kukosa kumwamini, kwani uaminifu unawezekana kabisa kwa msaada wa sala na neema ya Mungu. Tusome neno la Mungu, tuishi mafundisho ya kanisa na tumshuhudie Kristo katika maisha yetu. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki, na kutakieni siku njema na yenye baraka, na Mwenyezi Mungu atubariki sote. Tumsifu Yesu Kristo.